Simulizi Limbukeni. Muandaaji na mtayarishaji Ramadhani Nakamu. Karibu msikilizaji kwenye simulizi maalum lililoandaliwa na muandaaji na mtayarishaji Ramadhani Nakamu. Kama unapenda simulizi za vichekesho, maisha na mafundisho, usisahau kufuatilia kazi zetu, kushare na kuendelea kuwa nasi katika simulizi zetu zinazokuja. Simulizi hili ni kwa ajili ya burudani na mafunzo ya maisha. Limbukeni. Katika kijiji cha Lengo, kilichopo wilaya ya Newala mkoani Mtwara, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Baruani. Kijana huyu alikuwa na jina lililozoeleka kijijini, si kwa uzuri wake, bali kwa ulimbukeni wake wa kiwango cha juu. Watu walimpenda kwa moyo, lakini kila alipofanya jambo, lazima kulikuwa na kicheko kijijini. Kwa upande mwingine, kulikuwa na rafiki yake wa karibu sana aliyeitwa Baga, aliyeishi kijiji cha Mtunguru. Tofauti na Baruani, Baga alikuwa mjanja, mwerevu, na mara nyingi alikuwa akijaribu kumrekebisha rafiki yake asiingie matatizoni. Lakini haikuwa rahisi. Mwanzo wa tatizo. Siku moja asubuhi, Baruani aliamka akiwa na wazo kubwa sana kichwani. Leo nitabadilisha maisha yangu, alisema akivaa nguo zisizoendana kabisa. Alianza kutembea kijijini akijisemea, watu wanauza maji, mimi nitaanza kuuza hewa. Aliona hilo kama wazo la kipaji kikubwa sana. Bila kuchelewa, alikimbilia kwa Baga. Mkutano wa marafiki. Baruani: Baga, nimepata biashara ya kutufanya matajiri. Baga: sema sikio nimsikie huyu mtaalamu wa maajabu. Baruani: tutaweka hewa kwenye chupa, tuuze. Baga alishika kichwa, akakaa chini. Baga: Baruani, akili zako zinaonekana kama zimekodi likizo ya milele. Lakini Baruani hakusikiliza, alikuwa na msisimko. Safari ya mjini, ndoto ya kipumbavu. Waliamua kwenda mjini kujaribu bahati yao. Walipofika, Baruani alianza kumwambia kila mtu, tununua chupa, tuna hewa safi ya kijijini. Watu walimwangalia na kucheka. Mwanamji mmoja, huyu ni mzima kweli? Baga alikuwa pembeni anajificha kwa aibu. Nilikwambia mjini si mchezo, Baga alisema kwa sauti ya chini. Lakini Baruani alizidi kuamini biashara yake. Kuporomoka kwa mpango. Baada ya siku 2 za kujaribu, hawakupata hata mteja mmoja. Fedha walioenda nayo ikaisha. Wakalala njaa. Baruani akakaa chini akiwa kimya kwa mara ya kwanza. Baruani: Baga, inaonekana nimekosea sana. Baga akamtazama kwa upole. Baga: tatizo si ndoto zako. Tatizo ni kukimbia bila kujifunza. Funzo la maisha. Baga alimsaidia Baruani kuanza kazi ndogo ya kuuza matunda barabarani. Polepole walianza kupata pesa kidogo kidogo. Baruani akaanza kubadilika. Akawa anasikiliza ushauri, akawa anajifunza, na muhimu zaidi, akaacha ulimbukeni wake wa haraka haraka. Mwisho wa hadithi. Siku moja jioni, wawili hao walikaa pamoja nje ya nyumba wakitazama jua likizama. Baruani: Baga, leo nimeelewa kitu kimoja kikubwa. Baga: nini hicho? Baruani: maisha si mbio, ni safari ya kujifunza hatua kwa hatua. Baga alitabasamu. Baga: hatimaye limbukeni amekuwa na akili kidogo. Wote wawili walicheka. Hitimisho. Na hapo ndipo inafikia mwisho wa simulizi yetu ya Limbukeni. Asante kwa kusikiliza simulizi hili lililoandaliwa na Ramadhani Nakamu. Kama umelifurahia, usisahau kufuatilia kazi zetu, kushare na kuendelea kuwa nasi katika simulizi zinazofuata. Mwisho. Nakamu TZ, kisima cha burudani. Fuatilia simulizi tamu kila siku. YouTube channel Ramadhani Nakamu.